Tutazungumza neno nasema safari ya Mkristo kwenda mbinguni. We're going to talk about the journey of a Christian to heaven. Hallelujah. Amen. Ikiwa tuko wa Kristo tunatarajia siku moja twende mbinguni. As Christians, we hoped one day to make it to heaven. Ikiwa tunaingia ndani ya kanisa ni kwa sababu Mungu atuwezesha tusaidie. If we come to church so that we are asking for God ili to siku help moja us, tupate kumuona. so that one day we can see him. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini safari hiyo sio mwepesi. But that journey is not easy. Sio safari mwepesi. It's not an easy journey. Sio safari yenyewe unaweza kukamata tiketi unasema leo nitaenda Ufaransa. It's not one that you can just book a flight and say one day today I'm going to France. Ni safari yenye kuwa ndefu sana. It's a long journey. Tena inakuwa na matatizo mengi. And it has a lot of obstacles and problems in Hallelujah. Amen. Safari ya kwenda mbinguni sio mchezo hapana. The journey to heaven is not a joke. Jina la Bwana libarikiwe. Praise be to God. Lakini pamoja na hiyo, But along with that, tunakuwa na msaidizi anayetusaidia katika safari hiyo. we have a helper through that journey, Ili tupate kupenya na kufikiria. so that we can go through and make it there. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana neno la Mungu linasema katika Zaburi 33:4-19 That's why the word of God in the book of Psalms, ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, it says that the suffering of the righteous is a lot. There's a lot of suffering for the lakini righteous, Bwana humponya na hayo yote. Haleluya. but the Lord heals through all that. Wewe mwenye haki unayefuata Mungu usiku na mchana, You who are righteous are following God. unapitia katika mateso mengi, You go through a lot of suffering, lakini Bwana anakuponyaga nayo. but God heals you. Haikubebaki hapana. It doesn't take Mpaka leo ungali mzima. until today you're still well. Kunakuwa sababu There's a reason. akulinde katika safari hii ya kwenda mbinguni. Because he's protecting Kuna you. mambo yenye utatenda ndio maana haujakwenda. There's a lot of things that you go Kuna through. mambo ungali utatimiza There's a lot of things that you're still going to ndio do. maana haujakwenda. That's why you're still not gone, you're here. Hallelujah. Amen. Tulisikia ushuhuda hapa sema mwenye alikuwa mdogo kwangu ndio mwenye alienda. We had a testimony here. She was like, this person was younger than me, but they passed Labda before alikuwa me. anaugua kidogo kuliko mimi. And this person was less sicker than I was. Mateso ya wenye haki ni mengi. The suffering of those who are righteous, Wanapitia is a lot. katika njia nyingi. They go through a lot. Lakini Bwana anawatosha katika njia But hiyo. the Lord helps. Bwana anaendelea na kuwachunga. God continues to Bwana protect anaendelea na them. kuwachunga. God continues to protect them. Kunakuwa sababu. There is a reason. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Daudi naye akasema ya kwamba David also said, Bwana ni mchungaji wangu, the Lord is my shepherd. sitapungukiwa na kitu. Shall not want. Ananilaza katika malisho ya majani mabichi. He leads me through the green pastures. Ananiongoza kando ya maji matifu. He leads me through the still waters. Ananiburudisha nafsi yangu. He heals my soul. Anasema ndio. He says yes. Hata nikipita katika kivuli cha He mauti, says even though I walk through the valley sitaogopa of mabaya, shadows of kwa sababu Bwana yu pamoja I will not be nami. afraid for He Safari ingaliki ndefu, hatutaogopa mabaya. Bwana yu pamoja nasi. because the Lord Gongo lake na fimbo lake itaendelea kutufariji usiku na mchana, ili tufikirie safari yetu ya kwenda so that I mbinguni. can make it through the Hallelujah. journey. Amen. Haleluya. Amen. Hapa tutaenda kuona mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. We're going to look at a servant of God called Elisha. Tusome katika Wafalme wa kwanza We're going to read the book of 1 Kings 19 19, mstari wake wa 19 mpaka 21. 19 through 21. Nasema ya kwamba basi akaondoka kule akakuta Elisha mwana wa Safati aliyekuwa akilima pamoja na jozi na ng'ombe 12 mbele yake. Na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na ile 12. Elia akampita akatupa vazi lake juu yake. 20. Naye aliacha ng'ombe akafuata Elia mbio, akasema, unipe ruhusa, ninakuomba niruhusu baba yangu, nibusu baba yangu na mama yangu,
kisha nitakufuata. Akamwambia Rudi, na Rudi, ni nini niliyokutenda ama niliyokutendea? 21. Akarudi akaacha kumfuata, akatoa jozi ya ng'ombe, akawachinja, akapiga nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakakula. Kisha aliondoka akafuata Eliya na kumtumikia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Praise be to God. Safari yetu ya kwenda juu mbinguni The journey to heaven inafananishwa na mfano wa huyu baba anaitwa Elisha. can be seen through an example of this man. Elisha alikuwa na bwana wake, yani alikuwa na bwana wake mwenyewe, alikuwa nyuma, alikuwa mbele yake. He had his Lord. Huyo bwana wake alikuwa anaitwa Eliya. His Lord, his kind of master was Elijah. Tuseme Elisha alikuwa msaidizi wa Eliya. Elisha was a servant of Elijah. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Huyu Elijah ilifika wakati alikamata manabii wa Baali 415. There's a time that he took over 400. Walikuwa wanaabudu miungu ingine ilikuwa inaitwa Baali. They were worshiping an idol called Baal. Akawakusanya wote. And he took them. Akawachinja wote. And he slaughtered them. Wakati alipomaliza kuwachinja, after he slaughtered them, bibi ya mfalme kwa wakati huo, the wife to the king at the time, alikuwa anaitwa Jezebel. Her name was Jezebel. Huyu Jezebel akatuma ujumbe kwa Eliya. And then this woman sent a message. Akasema ya kwamba wewe mwambie Eliya jinsi alichinja wale watu. Sent a message to say, tell Elijah na yeye damu yake itamwangika hivyo hivyo. His blood will also be spilled. Eliya alisikia oga. Elijah was scared. Eliya akakimbia. Elijah ran away. Wakati alikimbia, when he ran away, akafika nafasi, and he arrived at akachoka na njaa yote. He was tired and hungry. Basi then wakati alipoamka hivi, ilikuwa chini ya mti. He was sleeping under a tree. Hiyo mti wanaita mrekebu. That's the name of the tree. Basi wakati anaamuka, when he woke up, Mungu alituma malaika. God sent an angel. Akamwambia Eliya, uko nakimbia wapi? And the angel asked him, Elijah, where are you running to? Lamuka ukule. Wake up and eat. Safari yako ingali ndefu. You still have a long journey ahead. Lamuka ukule. Wake up and eat. Safari yako ingali ndefu. Your journey is still long. Kumbuka mtu alichinja watu 415. Tena alikuwa na wachinja wote, akapata mwana chinja. Slaughtered 450 people. Na hakuna mwenye anatikisika. And nobody was shaken. Uwezo wa Mungu ilikuwa na wafunga pale. They were just all locked. Lakini neno ya huyu mama ilimkimbiza Eliya. But the word from this woman made him to run away. Bwana turumie sana. God have mercy on us. Basi wakati alimaliza kula, after he ate, akamwambia Mungu, he told God, ya kwamba huyo mfalme anamaliza manabii wote. This prophet, this king is finishing all the prophets. Na mimi nabakia mimi mwenyewe tu. And I'm the only prophet left. Na huko wanaendelea kuabudu hiyo miungu yao. And over there they're still worshiping their idols. Mimi kabisa nasikia huzuni kabisa. I feel really saddened by this. Mungu akamwambia ya kwamba, then God told him that, wewe nenda. You just go. Nenda nitakwambia wenye utafanya. Go and I'll tell you what to do. Na hapo Mungu alikuwa anataka sasa amuondoe. And there God wanted to take him away. Hallelujah. Amen. Mungu akamwambia ya kwamba, then God told him that, wende kule Bethel. Go to Bethel. Wende kumpaka mtu anaitwa Hazaeli. Go to a man named Hazael. Awe mfalme wa Suria. He's the king of Suria. To be the king of Suria. Na wende umpake mtu anaitwa Yehu. And go to Yehu, a person named Yehu. Na mfalme wa Israeli. And that man should be the king na of Israel. Na wende kumpaka mtu anaitwa Elisha. And go to somebody named Elisha. Yeye atakurudilia. He's going to come back to you. Kuwa nabii. And will be. Lakini usiwaze ya kwamba hakuna wengine.
But don't think that they are not Ninakuwa na others. wengine manabii 7,000 I have other prophets 700. wenye hawamwabudu ile miungu. Those 7,000 do not worship those idols. Hawaonekani lakini wako. You may not see them, but they are there. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Usiseme ya kwamba ni mimi peke ndio nafanyaka hivi. Mungu yuko na wengi sana. Don't say that you are the only person that does something specific. Kwa sababu has anaweza people who kukamata can do hata that. mita na geuza Because God can use trees to na work vinafanya kazi. and they will serve Him. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asema kuna wengine 7,000, lazima ulebeko ipi, kuna wengine 7,000 wenyewe hawamwabudu huyo. God told him that you are saying you're the only prophet, you are not. Lakini wewe fanya jinsi nakuambia. 7,000. I just ask that you do what I'm asking you to do. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi akaenda Then he went akafanya jinsi Mungu alimwambia. and he did what God asked him Lakini to do. alipofika kwenye Elisha, And when he got to Elisha alikuwa anachunga ng'ombe. Elisha was shepherding some Alikuwa na cattle. malalo zake za ng'ombe, alikuwa na vikundi vya ng'ombe He had herds and herds of cattle, 12. 12. Kikundi moja ng'ombe inaweza kupata ng'ombe 500 600. One had about 600. Sasa alikuwa na 12 zake yeye Elisha. And he had 12 heads of Na cattle. wakati Elia alipita And when Elisha went akamkutana pale, and found Elisha there, akapita na anamtupia kanzu yake. he threw his robe at him. Pale Elisha akapita na kufuata. Elisha left his hurdle and followed Hivyo Elisha Elisha. aliweza kuitwa. That's the way that Elisha was Aliitwa called. kwa nguvu ya Roho He Mtakatifu was called by the power of yenye the natoka Holy kwenye Spirit vazi la Elia. that came from the robe of Jina la Bwana Elijah. libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akamfuata And then he followed, Elisha followed Elijah, na akakuwa anamtumikia. and he became his servant. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akakuwa anamtumikia, akakuwa anamsaidia kwenye He kazi. became his servant. Na hii ni mafundisho makubwa sana These are some great teachings kwa watu wenye wanaitwa watumishi wa Mungu. to those who call themselves servants of God. Ikiwa unatumika vizuri na yule mwenyewe anakusimamia, If you work well with the one who's leading you, mafuta yenyewe ndani ya yule mtu, the anointing that is in that person, lakini sio kila mtu, not everybody, itakumwangikia is going to pour on you, na utakuwa na tenda jinsi yule mtu alikuwa anatenda. and you'll do what that person was doing. Haleluya. Amen. Ikiwa unatembea vizuri naye, If you walk well with ikiwa your leader, haumpinge, if you don't ikiwa haumtilie doubt maubishi, them and you don't ikiwa unanyenyekea question them and kwake, you are humble before ni them, kama vile Mkristo, as a Christian, kama unanyenyekea mbele za Mungu, if you humble yourself sharti before Mungu God, akutumikishe, God must sharti use Mungu you. akutendee mema. God must do good for you. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kulikuwa mtu anaitwa Joshua. There was a person named Joshua. Joshua naye akapewa nafasi ya Musa Joshua was also given the place for Moses kwa sababu alikuwa anamtii Musa. because he obeyed Moses. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na alitembea na Musa miaka 14. And he walked with Moses for 40 years. Haleluya. Amen. Iko nanyenyekea chini ya He miguu was yake. just humble before him. Tunaona wanafunzi 12 wa Yesu We see the 12 disciples of walinyenyekea Jesus. chini ya Yesu miaka 3.5. They were humbled before Jesus for 3.5 years. Haleluya. Amen. Na njoo wakapata hiyo baraka za Yesu. And that's how they got the blessing of Jesus. Elisha kapewa nafasi ya Elia Elisha was given Elijah's ni kwa place. sababu ya kutii It's kwa Elisha. because he obeyed. His Mtu wa Mungu obedience sharti led to utii. that. As a person of God, you must Tii obey. neno la Mungu. Obey the word of Tii God. watumishi wa Mungu. Obey the servants of God. Wanakushauri tii. When you're advised, Hapana obey. kubishana nao. Don't be somebody who's always Utakuwa quarreling. unabishana na Mungu. You'll end up quarreling with God. Haleluya. Amen. Leo watu wengi wanajiita ya kwamba ni watumishi wa Mungu, Today, a lot of people call themselves servants of God, lakini hawatii neno la Mungu. but they do not obey the word of God. Anasema mimi ni mhubiri,
They say I'm a preacher. lakini huku angali msharati. But outside there are still Mimi people ni who are pastere, very sexually lakini immoral. huku angali mchawi. They call themselves pastors. Hawatii neno la But Mungu, they don't obey the word lakini of God. wanajiita watumishi wa But Mungu. they call themselves the servants of God. Hawawezi kupata baraka za Mungu. They cannot get the blessings of Wale God. wanatumikia ni moto ya milele. Those people are serving eternal Ukristo life. utii neno la Mungu. A Christian obeys Ukristo the word utii of mwenyewe na God. kushimamia. A Christian obeys Hiyo your will, mafuta itakuwa kwako. so that anointing can Tii come. neno la Mungu. You obey the word of Mungu God, atakujalia. and the God Mungu will care atakupatia for kenye you. unataka. God will give you what you would desire. Haleluya. Amen. Basi huyu Elisha akaenda na Elia miaka 10. So Elisha went with Elijah for 10 years. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Iko chini ya miguu ya He Elia. was just staying with him, serving under him. Basi miaka 10 ilipoenea, After 10 years, Mungu akamwambia Elia, God told Elijah, panda wende Beteli. go to Bethel. Akamwambia msaidizi wake Elisha, Bwana Mungu ananiambia niende Beteli, wewe bakie kwanza hapa. Then Elijah told his servant Elisha, God has told me to go to Bethel, Hapo- so you stay here. Hapo Mungu anatayarisha kisi ya kumtosha Elia. And that was when God was preparing on how to take Elijah. Lakini Elisha akasema siwezi nikakuacha. Then Elisha said, I cannot leave you. Kwenye utaenda ndio kwenye nitaenda. Where you go is where I'll go. Nimekwisha kuonja utamu wa Mungu kwako. I have tasted the goodness of God through you. Nikuache niende wapi? How can I leave you? Where will I go? Haleluya. Amen. Mwenye amekwisha kumuonja Kristo If you have tasted hawezi kuacha Jesus, kumfuata. you'll not Hawezi follow kuacha him. kuja kanisani. You'll not stop going to Atamwachia church. nani? Who will you Amekwisha follow? kumuonja Kristo. If you've tasted Anajua Jesus, uzuri wa you Kristo know the na goodness of utamu wa Jesus Kristo. and the goodness Elisha of akasema Jesus. sitakuacha. Elijah said, Tutaenda Elisha said, pamoja. I will not leave you, we'll go together. Haleluya. Amen. Yesu naye akaambia wanafunzi, Then Jesus told his disciples also, kwa sababu alikuwa na wanafunzi karibuni 17, he had over lakini wote 70, waliendaka ukabakia 12. he had over 70 disciples, but only 12 Yesu stayed. akaambia wale 12, akasema jua nini na nyinyi hamwezi kwenda kama wengine? Then Jesus asked the 12 disciples, why didn't you also live like the others did? Lakini Petro akamjibu akasema, Then Peter answered and said, Petro akasema kwa ujasiri, Peter said, twende wapi Bwana? where will we go, my Lord? Tunaona huko waprofeti wa mingi. I see that there's so many Tunaona prophets. huko manabii wa mingi I see that sana. there's so many Waombaji wa prophets, mingi, so many wahubiri people, wengi. so many Lakini preachers. kwao hakuna uzima. But with them Lakini there's no twende wapi life. Yesu? So where will we Kwako go? ndio kunakuwa uzima. You is where there's Hatutakuachililia. I will never leave Tutakuwa you. pamoja I nawe. will always be with you. Haleluya. Hauwezi kumwacha Yesu. You cannot leave Ni Jesus. kwake panakuwa uzima. With him is where there's life. Petro akafunuliwa hiyo. That's Haleluya. what was revealed to Peter. Basi baada ya hapo, wakati alimwambia sitakuacha, akasema basi twende, wakaondoka pamoja. After Peter told Jesus that I will not leave you, Jesus was like, okay, let's go. So they went together. Wakati waliondoka pamoja, wakakutana wana wa manabii, They found the sons of the prophets, na wale walikuwa wanaoneshewa nao, and those also got visions, na walikuwa wanaoneshewa kama Elia atanyakuliwa. and they already got the visions that Elijah will be lifted. Wakamuita Elisha pembeni, And then they called Wakasema, Elisha Elisha. and they said, Elisha, huko nafuatafuata huyu, why are you following Elijah? haujui kama atakuacha? Don't you know that he will leave you? Haleluya. Amen. Ujue kama atakuacha huyu. You should know that he's going to leave you. Elisha akasema ya kwamba Then Elisha, mimi najua, I know. muniache, najua. Just leave me, I know. Hallelujah. Amen. Katika safari ya kwenda mbinguni On the journey to heaven, hautakosa watu wa kukata tamaa. there will always be people who want to make you lose heart. The
ask you, what are you following in that Huyu place? bwana atakufikisha wapi? Why are you following this man? Where will he Umwambie take mimi you? najua. You just tell him, I Najua know. kenye niko nafuata. I know what I'm after. Najua kenye niko I nafuata. know what I'm following. Niko nafuata njia ya kwenda mbinguni. I am following the way to heaven. Nielekezwe vizuri njia ya kwenda mbinguni. I am being led the way to heaven. Elisha akawaambia wale wana wa nabii, mnyamazeni, niko namfuata. Najua Elisha niko told nafuata. those people to just be quiet. He knows who he's following. Hallelujah. Amen. Watu wanaweza kukuvunja moyo People will try to break your heart and make you lose heart, ili usiendelee na kazi ya Mungu. so that you should not continue Ili the way of usiendelee God, kumfuata so Yesu. that you should not continue to follow Jesus, Lakini kataa. but refuse. Umwambie nitakuwa na lengo langu. Say that you have a goal. Ninajua niko nafuata nini. You know what you're after. Wakati walipofika huko tena, As they kept going, when they arrived to a certain place, mbele hawajafika huko kwenye walikuwa wanaenda, before they got to their destination, wakakutana mto wa Yordani. they found the Jordan River. Basi Elia akakamata hiyo joo lake, Then Elijah Esharpe took yake, his scarf akapiga maji, and hit it on the water, maji kagawanyika, and it parted, wakavuka. and they were able to cross. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Upako wa Elia, That upako wa Elia anointing of Elijah, ilifungua maji it opened the, kwa sababu Elia alikuwa pamoja na Mungu. river, because Elijah was with God. Wakavuka. They were able to cross. Walipovuka huko, And after they crossed, Elia akamwambia, Elijah told him, sasa now mimi nataka kwenda. Akamwambia sa ukweli, I'm about to leave, lakini uombe kenye unataka. but ask for what you want. Haleluya. Amen. Omba kenye unataka. Ask for what you want. Labda mimi na wewe Maybe you and I, tukisema pana, mimi sina gari ya mzuri, niuzie gari. you may have said, I don't have a nice car, buy me a Sina car. nyumba, niuzie I don't nyumba. have a house, buy me a house. Lakini Elisha But Elisha, alisema ya kwamba he said that, naomba nguvu unazo mara pili. I'm asking for double Hallelujah. the anointing. Naomba upako unayo mara pili. I'm asking for double the Tafuta anointing. upako wa Mungu. I'm asking for Tafuta the power of nguvu za God. Mungu. Look for the power Hiyo of ndio God. itakutosha katika tatizo. And that will Hiyo take ndio us out of itakusaidia trouble. katika safari That's kwenda what will mbinguni. help you through the Pasipo journey. upako wa Mungu, Where there is no anointing, utakufa moyo na you utaregea. will die and you will get weak. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akasema naomba hiyo upako wako mara pili. He asked for double the anointing that Elijah had. Elia akasema ya kwamba Elijah then said, mbona unaomba kitu kigumu? why are you asking for something so difficult? Ase ndiyo njoo naomba He tu. said, well, that's what I want. Hallelujah. Amen. Hiyo njoo naomba. That's what I'm asking for. Basi akamwambia kwamba And then he said that, uwe macho. be awake, keep Uwe your eyes macho. open. Yaani uwe macho. Keep your eyes open. Ukiona naenda, When you see that I'm leaving, endelea kukaza macho tu mbinguni. continue to just look up to heaven. Kwa wakati huo For now, at this time, Elisha Elisha, hata ukimwambia baba yake anakufa, even if you had told him, asingemwacha Elia. he would not have left Wakati Elijah. huo At hata that mwambie moment, Elisha vitu vyako vinakuwa hivi, even if you told him something was wrong, hasingeweza kwenda kurudia tena he huko. would not have left Elijah. Lakini nirudie nyuma kidogo. But let's go back a little. Nilisema ya kwamba alikuwa na jezi 12 za ng'ombe, I told you that he had 12 heads of cattle. na kila jezi ilikuwa na ng'ombe kama 400 hivi. And each Kama head 500. had about 400 to 500 cattle. Fatuz Times 12. ni mingi sana. That's a lot. Akasema ya kwamba He said that kwa kusema ni mfuate mzuri huyu bwana, to say, for me to really follow this man, inafaa hivi vitu kwanza niviache, I'll have to let go of these things that I own. na kuviacha sitaviacha hivi vijuu nisivikumbuke. And I can't just leave them like this. Akakamata hizo ng'ombe zote akachinja, He killed all the cattle. akakamata miti zilikuwa zinazibana njoo ikakuwa makuni, He took the trees that were there and akaita laid them out as watu wood. wakasema mkule nyama. And then he called people to come and eat Hallelujah. all that meat and feast on Haleluya. that. Nafuata upako. And then he said, I'm following the anointing.
kwa kumfuata Yesu to follow Jesus, in ni order to sherti follow uache Jesus, kwanza mambo yote. you must leave everything. Yote uache. All of it you must Uongo leave. uache. Lies must be left Uasherati behind. uache. Sexual Ulevi immorality must be uache. left Wivu behind. uache. Envy must be left Kusengenyana behind. Drinking uache. must be left Ndipo behind. utamfuata Yesu That's when vizuri. you can follow Ndipo upako wa Jesus Yesu well. utakuwa pamoja That's when nawe. the anointing Elisha of Jesus akasema will be nikienda na hizi ng'ombe ziko pale, Elisha said, nitakuwa "If I go and I nazikumbuka take this kumbuka, cattle, I'll sherti think of them. nizichinje So I wakule must nyama." kill them so that the people can eat the meat." Haleluya. Amen. Elia akamwambia kwa macho. Then Elijah told Elisha, "Keep your eyes open. Kwa macho. Keep your eyes open. Kwa macho. Keep your eyes open. Angalia juu. Look up." Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linasema ya kwamba The word of God says kama that misingi inaharibika, when the foundation is ruined, mwanadamu atafanya nini? what will the human being Sherti do? angalie macho yake juu. They must keep their eyes up. They must look Matatizo ahead. yanapokufikia wewe Kristo, wenye kuona safari ya kwenda mbinguni, On your journey to heaven, utaangalia wapi? where will you look? Angalia juu. Look up. Usiangalie kwa waprofeti, Don't look usiangalie to kwa prophets. mapastere, Don't look to usiangalie kwa pastors. waombaji. Don't look to Angalia people who juu. pray. Look up. Hapo panakuwa msaada. That's where your help comes from. Elia akamwambia Elisha, Elijah told Bwana tia Elisha, macho yako juu. just look up. Keep Kuwa your eyes macho. up. Look up. Haleluya. Keep your eyes open. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi ikafika Mungu akaleta gari za moto. It got to where God brought his Zamani walikuwa vehicles. tumikisha mafarasi. Before they used horses. Mafarasi za moto ndio zikakuja. Horses on fire came. Zikakuja zikamnyanyua And they Elia. lifted up Elijah. Elia hakukufaga kisi wengine walikufa. Elijah never died the way Elia that yeye other alinyakuliwa. people. He was lifted to heaven. Hizo magari za moto Those Zikamnyanyua. vehicles of fire, they lifted him up. zikamnyanyua They lifted him up. Elisha, kwa Elijah. sababu alikuwa macho. Elisha Akasema, whose eyes were Baba open, naenda, he said, "Father, you are niachie, leaving. niachie, Leave for me what I naenda ask aje, for. niachie." As you leave for me what I ask for." Akakamata hiyo sharpe akamtupia And he threw down his scarf. Elisha, akapokea uwezo. And Elisha received that anointing. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Akapokea He received kwa sababu because alikuwa macho, he kept his kwa eyes sababu open. Because hakusubaa. he didn't waver. He wasn't looking away. He wasn't distracted. Unaposubaa katika safari ya kwenda When you mbinguni, get distracted on the journey, kama hauko macho katika safari hii, if you're not keeping your eyes open during sherti this journey, utabakia. you will stay behind. Lakini nakutakia siku ya leo But what I want for you uwe today macho katika safari hii. is for you to keep your eyes Ni open. safari during ngali this ndefu, journey. It's still a long iko journey. mrefu, It's long. na kunakuwa matatizo mengi, And there's a lot of trouble. lakini hiyo matatizo ikifika, But when those troubles come, tazama juu, just look up to mwambie God. Bwana nisaidie Say, "God, help ili me niendelee na safari. so that I can continue on this journey." Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Basi Elisha akapokea. Elisha received. Wakati alipokea ile sharpe, When he received that scarf, akafika naye kwenye hiyo mto Yordani. and when he also got at the Jordan River, Akasema, wakati tulifika hapa nionaka Bwana wangu anapiga and he hii remembered that biashara. when he once reached at the Na same akakamata na hiyo sharpe akapiga. he did the same thing. He Wakati also took his scarf, alipopiga, threw it on the river. maji yakagawanyika. The water Haleluya. parted Amen. again. Maji yakagawanyika, The water parted, akavuka. and he was able to Wale cross. wana wa manabii Those children of wengi wao the wanamwambia kwamba Bwana prophets, wako atakwenda. the ones who were telling him that your Lord will Akasema, leave you,
they were surprised. Elisha anakuwa na roho ya Elia. And then they saw that Elisha has got Elijah's heart. Katika maisha ya Ukristo, In your life as a acha Christian, watu wengine wakusifu. let other people Acha watu wengine waone mema yako. let other people see your Acha watu goodness. wengine waone matendo mazuri Let yako. other people see your Wewe goodness. usianze kujisifu. Don't praise Mimi wakati yourself. nilikuwa hivi, nilikuwa naombea watu hivi, nilikuwa nafanya. Acha watu wakusifu. Let other people Acha praise watu you. waone Don't praise matendo makuu ya yourself. Mungu Let kwako. people see God's deeds. Wale wana wa God's greatness manabii in you. wakasema ya kwamba roho ya Elia inaingia ndani ya Elisha. Those children of the prophets were able to just look at him. Jina la and wale say that barikiwe. he's got Elijah's heart. Anakuwa na mali, He had anakuwa na wealth. mali He had ya wealth. kushinda dola. He had wealth that Jina la wale barikiwe. Amen. Mwimbaji akasema ya kwamba There's a singer that has mimi sung, ni chombo cha Bwana, I am a vessel of God. ndani yangu muna mali. In me is Haleluya! wealth. Sio dolari, It's not mali ya upako. but that wealth Ukiamua of kitu anointing. inakuwa. When you decide that something Ukibariki kitu is, inabarikiwa. And when you Ukilaani na bless, laaniwa. when you Hiyo ni bless, you mali. that's wealth. Haleluya! Amen. Inashinda utawala, inashinda dola, inashinda manyumba. Hiyo ni mali na itakuongoza ili ufike mbinguni salama. Mali, upako. Haleluya! Anointing. Elisha akakuwa na upako. Elisha got that anointing. Elisha akakuwa na mali. Elisha got that Wana wa wealth. manabii wenyewe walikuwa wanamcheka, And those children of the wakaona ya prophets kwamba were roho ya watching Elia him. inaingia ndani. And when they saw the heart that's now in him, Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na Elia akafanya mambo ya ajabu. And Elijah did great things. Lakini siku moja But one day, iko natoka, bwana wake amekwisha kumwacha, amekwisha kuvuka, iko naenda. and after his Lord has left, Elijah has left, and Elisha was leaving. Elisha alikuwa alikuwa na kipara Elisha was bold. wa vijana Young people, wa vijana karibuni 42. around 412 young people. Ili unaona kwenye Kinge wa pili 2:23. You can see this in 2 Kings 2 Kings 2:23. 2:23. 2 Kings 2:23. Ya, pale utaona hiyo ile historia. And you can see the story. Basi wakati alipokuwa akipita, You'll see that when somebody crossed, wale washene wakaanza kulalamika. you'll see that those people will start to yell. Ase ule bwana wake alimwacha, ona kipara, ona kipara. They're like, ona oh, kipara. that person has left him. Look at the boldness. Hey, hawajui kama huyo amekwisha kuwa mtu mwingine. They didn't know that he was somebody else. Akasema, nyinyi wa vijana mnajua mimi ni He nani? said, you young people, do you know who I am? Hey, Mungu wa mbinguni, Oh, God in heaven. dubu zitoke, simba zitoke, Lions should come. zirarue hizi wako sadawa. They should come and eat this. They should come and eat this Kulitoka disrespectful people. nyama za pori wanaita dubu. And then they came some Ni animals. ngombe, lakini ngombe za pori. They were wild cattle. Ya, zikaua zile wa vijana wote. And they killed all those young people. 42. Around 42 people. Bwana turumie sana. Amen. Mtumishi wa Mungu, A servant of God. umshinde Kiingereza, Even if you know how to Ushinde speak English masomo, more than them, even if you ushinde have more manyumba, education than them, even if umshinde you have dolari, more wealth than umshinde them, konesansi even if you kuleta. have Anakuwa na recognition, neno la kusema juu ya maisha yako. that person has the ability to Na speak over your itatendeka. life and it will happen. Haleluya. Amen. Elisha akasema ya kwamba dubu mrarua wa watu. And then Elisha said the lions to eat those people. Bajene 40 wote wakakafa. All the 42 young people were dead. Bwana turumie sana. Juu ya kusema tu kipara unakoma, wanako wanakwenda kipara. Akasema unaniita kipara, unajua niko nani? Just because they teased him, they were calling him a bald head, and his Lord left him. They were mocking him. Basi hawa wa vijana wakafa hivyo.
And then those young people just died like that. Watu watatu wenyewe wanastahili kuheshimiwa katika dunia. Three people must be respected. Wa kwanza ni Mungu aliye mbinguni. The first person is Wa God. pili ni mzazi aliyekuzaa. Your second is your parent who gave birth to you. Wa tatu ni mtumishi wa Mungu. And the third is a servant of God. Lakini sio kila mtumishi wa Mungu. But it's not all the servants of Kwa God. sababu wengi wamekwisha kujipirate. Because there are others who are not real, they're not true. Lakini kuna kwa watumishi wa Mungu. But there are servants of Wenyewe God wanatembea kwenye mstari. who walk on the right path. Unakutana na ule na mzi yake, neno linaenda kusemea iwe nzuri iwe mbaya, sharti kupata. And when you come across those kind of people who are true, whatever they say upon your life, whether it's good or bad, it will catch up to you. Ukienda kinyume ya mapenzi ya Mungu, Mungu anaweza kukupinia. If you're going against the will of God, God can punish you. Kuna watu wanasema Mungu ni wa rehema, ndio. There's people who say that God is a God of mercy. That's Lakini true. anakana apinie. But He also punishes. Wakati hausikie, When you don't listen, sharti ya kupinie. He must punish you. Hallelujah. Amen. Sharti ya kupinie. He must punish you. Mtumishi wa Mungu Daudi, The servant of God David, maandiko nasema yeye alikuwa na roho kama ya Mungu. the word of God tells you that he had a Lakini heart of akaenda God, kuzini. but he went on to lust and fall into Wakati alipozini akaomba temptation. tena huruma. And after he committed that adultery, Lakini he asked for Mungu aliendelea forgiveness. kumpinia kwa sababu mtoto aliyezaliwa Mungu alimbeba, alisema ya kwamba na kusamehe, lakini yule mwenye atazaliwa hataishi juu ulinikosea. But God continued to punish him and told him that even though he's forgiven him, the child that he's going to have through that affair won't make it. And Yaani he Mungu will anaweza not make it. kupinia. So God can punish you. Usiseme Mungu hawezi kuua. Mungu anaweza kukuua mzuri sana. Don't say that God cannot kill you. God can kill. Miriamu dada yake na Musa Miriam, the sister of Moses, na kaka yake Haruni and the brother Aaron, wakamziaki Musa, wakamcheka. they were mocking and teasing and laughing at Moses. Mungu aliweza kuwapinia God punished them. wote, wakaota maupele. And then they all had Wewe ndugu yako tena kawaombea. and Moses healed whatever. Wana wa Israeli wakamziaki Musa. The children of Israel were Mungu mocking alipasua and udongo teasing kulikufaka watu karibuni Moses. 400. God created a crack and killed over 400 people. Mungu naye anaua. God also Ikiwa killed. unaenda kinyume mapenzi yake ausikia, ataweza kupinia. If you're not listening to him and you're going against his Mtu will, watatu wa kuogopa ni he mzazi. can punish you. A parent as well is somebody that must be feared. Mzazi akisema neno yako itakamata. When a parent speaks a word over you, it will Umheshimu go. jinsi alivyo. You must respect them as they Umsikie are. jinsi alivyo. You should listen to them as they Na are. maandiko yanamshuhudia mzazi. And the word of God also testifies. Eti ukiheshimu about mzazi, parents. miaka yako yataongezeka It duniani. says that when you respect your parents, your years will add on to Na it, maisha yako yatakuwa mazuri. and your life will be good. Wale watu watatu, Those three people, Mungu, God, mzazi, your parents, mtumishi wa Mungu wa and kweli. servants of God, Hapa mtumishi wa Mungu kwenye derogation kuchukua wa kweli na wa kweli. the true servants. Wale watu watatu If you respect those three people, kwa heshima nao. respect them. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Safari ya kwenda mbinguni The journey to heaven, ni ndefu sana. it's very long. Kunakuwa matatizo, There's a lot of problems. lakini tunatembelea gongo la Mungu But we walk linatufariji. with God and His. Mtumishi wa Mungu naye Paulo, And Paul, the servant of God, mtumishi wa Mungu Paulo akasema nini naye? what did he say? Wakati anaona ya kwamba naye anataka ondoka. When he also saw that he was about to die, Paulo naye alikufa kwenye mateso sana. Paul Maandiko died. nasema mwenyewe anauana kwa upanga, atauawa kwa upanga. Paulo alikuwa muuaji wakati alikuwa Sauli, akaua watu akafanya, lakini wakati alimuona Mungu kweli akabadilika akakuwa mtu wa Mungu. Lakini hiyo andiko aliyeua kwa mpanga naye akakufa na mateso ya ajabu. The word of God
God says that if you kill with a sword, you will also die by a sword. Paul, before he became Paul, he was Saul, and he persecuted Christians. After that, he saw God and he was able to do great works, but he also died through a lot of suffering. Wakati Paulo anataka kufa, when Paul wanted to die, alisema nini? what did he say? Katika Timotheo wa pili. In 2 Timothy. Timotheo wa pili sura yake ya 4 mstari wa 7. In 2 Timothy 4:7. Paulo akasema ya kwamba nimepiga vita vizuri. I have fought the good fight. Nimepiga vita vizuri. I have fought the good fight. Nimemaliza mwendo wangu. I have finished the race. Nimelinda imani. And I have kept the faith. Nyuma haya nimewekewa taji ya uzima. Behind this I have given it. Bwana mhukumu wake atakayonipa siku ile. God is going to give me on that day. Wala si mimi tu, It's not only me, lakini watu wote pia waliopenda kuonekana kwake. Amen. but all those who want to be seen by him. Paulo wakati alitamaliza safari, Paul, before he died, akaandikia Timotheo he wrote to ya kwamba Timothy. nimepiga vita vema. He said, I have fought the good fight. Safari yangu ilienda salama. He said his race was good. Mwendo nimepiga. And he took the journey. Safari kweli nilienda na salama. And he has Naamini ya kwamba siku hiyo if he believes that nitaenda on that kupata day, taji ya uzima. he's going to get it. Na wewe leo, And you today, Paulo amekwisha kwenda kupumzika. Paul has gone to rest. Na wewe endelea na safari. Also continue with the journey, the race. Endelea na safari. Continue with the journey. Mwambie Mungu mbele ya kuenda kwako niseme neno la faraja. Tell God that before I go to you, say Niseme na mimi nimepiga safari vizuri. I also want to be able Mwendo nimemaliza. good fight and I Naenda have kupata taji ya I'm uzima. going to get something good of eternal life. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tukazane na safari hii. So let's stand strong Ni on the safari race. yenyewe iko na magumu mengi. It's a race and a journey that has a lot of struggles. Wengi walianza vizuri, wengine wamekwisha kumalizia A vibaya. lot of people started well and finished not good. They didn't finish well. Ya, kuna mtu mmoja alikuwa mchungaji huko ni Tanzania. Hivi anaanza sema hakuna Mungu tena. There's somebody who was a pastor in Tanzania, and now he goes out and says, Huyo "There's no Mungu wenu God. Mungu mnafuata sio Mungu. That Mungu God that hai you're following is system. not good. Is not God." Unaona watu wamekwisha kufika mbali. You see that people have Safari gone amekwisha kuitupa. He has thrown away the race. Lakini nakukaza moyo wewe mtu wa Mungu. But if you continue to persevere, you Endelea na person of safari. Christ, continue with your race. Pamoja Continue na with your magumu journey. itakupata, Mungu As the struggles atakusaidia. come, God is going to help you. Mungu atakuwa upande wako. God is with you. Usikate tamaa. Don't give up. Endelea na safari. Continue on the race, Kuna on the mwenyewe journey. anakusaidia. There's somebody who's Kuna helping you. upako wenyewe unakusaidia ndani There's anointing that's helping ili you upate kupenya. so that you can be able to get through it. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni hayo nilikuwa nayo siku ya leo. That's what I had today. Tuendelee